Rafiki, karibu tena katika siku ya leo, siku ambayo Mungu ameruhusu tuweze kujifunza somo lingine katika mfululizo wa jumbe zisizoachana. Na leo tunakwenda kuangalia kipengele kingine katika ujumbe wa malaika wa kwanza. Ufunuo 14 fungu la 6 na 7. Neno la Bwana linasema, kisha nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu, mwenye injili ya milele, awahubiri hao wakao juu ya nchi, na kila taifa na kabila na lugha na jamaa. Akasema kwa sauti kuu, mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Sasa hukumu hii ya upelelezi ni nini? Hukumu hii ya upelelezi ni nini? Hii hukumu ya upelelezi ni uchunguzi. Tunachunguzwa kwamba je, tunafaa kuishi katika makao ya milele? Yaani tunafaa kuingia mbinguni, tunafaa kuwa raia wa mbinguni? Hebu tusome. Hukumu hii inaanza kwa kanisa la Mungu kama tulivyosoma katika kitabu cha Petro kwanza sura ya 4 fungu la 17. Neno la Bwana linasema, kwa maana wakati umefika wa hukumu kuanza katika nyumba ya Mungu, na ikianza kwetu sisi, mwisho wao wasioitii injili ya Mungu itakuwaje? Kwa hiyo Petro anatuthibitishia kwamba hukumu inaanza katika nyumba ya Mungu. Na unapozungumzia nyumba ya Mungu unazungumzia kanisa la Mungu. Na unapozungumzia kanisa la Mungu hatuzungumzii matofali na marumaru, hapana. Hatuzungumzii rangi za majengo, hapana, ya kanisa, ya majengo ya sehemu za watu ambazo wanakutanika kuabudu, hapana. Tunazungumzia watu wanaomwamini Yesu Kristo. Hao ndio kanisa la Mungu. Kwa mpendo, kama unamwamini Yesu Kristo, wewe ni kanisa la Mungu. Na mimi ninamwamini Yesu Kristo, ni kanisa la Mungu. Kwa tukikutana tunajenga mwili wa Kristo, mwili wa Kristo. Kwa hiyo Mungu kabla ya kuikumuta dunia kwa mapigo, anaanza kwanza na kanisa lake. Anaanza kwanza na nini? Na kanisa lake, watu wake ambao wamepewa nuru ya nini kinachojia ulimwengu, ndio wanaanza kupewa, ndio wanaanza kushughulikiwa. Kwa hiyo hukumu hii nayo inaanza kwa kanisa la Mungu. Hukumu hii inaanza kwa kanisa la Mungu. Sasa katika hukumu hii kuna vitabu rejea. Vitabu rejea. Vitabu hivi kuna vitabu vikuu vitatu. Kitabu cha kwanza, hebu tuvione hivi vitabu vikuu vitatu ambavyo vinarejelewa. Ukisoma kwenye Wafilipi 4:3, naam, nataka na wewe pia mjoli wa kweli wasaidie wanawake hao, kwa maana walishindania injili pamoja nami, na Clement naye na wale wengine waliotenda kazi pamoja nami, ambao majina yao yamo katika kitabu cha uzima. Kama 27 anasema, na ndani yake akitaingia kamwe chochote kilicho kinyonge, wala yeye afanyie machukizo na uongo, bali wale walioandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana-kondoo. Kwa kuna kitabu kinaitwa kitabu cha uzima. Kuna kitabu kinaitwa kitabu cha uzima. Kitabu cha uzima kinaandikwa majina ya watakatifu. Na unaposoma katika kitabu hiki cha Pambano Kuu kurasa wa 397, anasema aya ya 2, anasema kitabu cha uzima kina majina ya wote waliowahi kuingia katika huduma ya Mungu. Kitabu cha uzima kina majina ya wote waliowahi kuingia katika huduma ya Mungu. Kwa hiyo kitabu cha uzima kinaandikwa majina ya watakatifu, watu walioingia kwenye kazi ya Mungu. Haya. Lakini pia kwenye haya ya 3 anasema kitabu cha ukumbusho. Kitabu cha ukumbusho anasema kimeandikwa mbele ya Mungu, ambamo yameandikwa matendo mema ya hao waliomcha Bwana na kutafakari jina lake. Kwa kitabu cha pili kinaitwa kitabu cha ukumbusho. Hebu tusome kwenye kitabu cha Malaki 3:16. Neno la Bwana linasema, anasema, ndipo wale waliomcha Bwana waliposemezana wao kwa wao, naye Bwana akasikiliza, akasikia, na kitabu cha ukumbusho kikaandikwa mbele zake kwa ajili ya hao waliomcha Bwana na kuitafakari jina lake. Kwa kuna kitabu kingine kinaitwa kitabu cha
ukumbusho. Lakini pia kitabu kingine kinaitwa kitabu cha Kumbukumbu. Kitabu cha Kumbukumbu, ukisoma aya ya 4 anasema kuna kumbukumbu pia ya dhambi za watu, kwa maana Mungu ataleta hukumuni kila kazi pamoja na kila neno la siri, likiwa jema au likiwa baya. Kila neno lisilo maana watakalonena wanadamu watapewa hesabu ya neno hilo siku ya hukumu. Sasa hivi vitabu vitatu, kitabu cha uzima, kitabu cha ukumbusho, kitabu cha kumbukumbu, maelezo yake ni kama ifuatavyo. Ukitenda dhambi yoyote, jina lako linaandikwa katika kitabu cha kumbukumbu. Ukitenda dhambi yoyote, jina lako linaandikwa Justin Gerard, sawa, ameiba. Lakini kama jina lako lilikuwa kwenye kitabu cha uzima, kule kwenye kitabu cha uzima jina lako linatolewa. Jina lako linakuwa limebaki kwenye kitabu cha kumbukumbu. Na kama jina lako lilikuwa kwenye kitabu cha ukumbusho, pia nalo limefanyaje? Linafutwa. Jina lako linabaki kwenye kitabu cha kumbukumbu. Haya, ukaungama dhambi ile, ukawa huna dhambi. Mbingu imeona kwamba huna dhambi kwa wakati ule, sawa, umesafisha dhambi zako, umeomba toba, jina lako linarudi, linaandikwa kwenye kitabu gani? Cha uzima. Lakini jina lako kwenye kitabu cha kumbukumbu, ile dhambi inakuwa imefunikwa, imesitiriwa, inasubiri siku ya kuja kuondolewa. Tunakuja kujifunza mbele inaondolewa kivipi. Sasa kitabu cha uzima inaandikwa majina ya watakatifu, watu ambao wanapoungama dhambi zao wanakuwa wako clean, wako spotless. Majina yao yanaandikwa kwenye kitabu cha uzima. Anapokuwa ametenda tena dhambi, jina linafutwa kwenye kitabu cha uzima, linarudi kwenye kitabu cha kumbukumbu na ile dhambi yake. Anapoungama ile dhambi akawa hana dhambi, jina linarudi kwenye kitabu cha uzima. Na kitabu cha kumbukumbu cha ukumbusho yenyewe inaandikwa matendo mema. Ulimwonea mtu huruma, ukamsaidia, ulihuzunika, uliona mnyama fulani wenda amechinjwa, ukamwonea huruma. Ile huruma Yesu anaandika, malaika anaandika. Hisia yoyote uliyohisi kwa mtu fulani, hisia njema. Yaani kitabu cha ukumbusho yanaandikwa yale matendo mema. Sasa unapokuwa unatenda dhambi, au unapokuwa mimi ninatenda dhambi, yale matendo ya ukumbusho mema niliyotenda yanafutwa. Na kwenye kitabu cha uzima pia jina langu linafutwa. Jina linabaki kwenye kitabu cha kumbukumbu. Ila nikiungama dhambi, jina langu linarudi kwenye kitabu gani? Cha uzima. Sasa sisi kama Waadventista wa Sabato tunajua kabisa kwamba tunaishi katika kipindi cha hukumu ya upelelezi, na inatakiwa kila saa, kila dakika tujichunguze maisha yetu kwamba je, tunafaa kuingia mbinguni? Yesu alisema mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Kwa ni lazima maisha ya mbinguni tuanze kuyaishi hapa. Tusitegemee kwamba Yesu atatubadilisha kufumba na kufumbua tumebadilishwa. Hapana. Ni lazima tuanze kuishi maisha ya mbinguni hapa duniani, tukijiandaa kwenda kuishi maisha ya mbinguni. Ndio maana kwamba kuna vitu inatakiwa tuanze kufanya tukiwa hapa duniani. Mfano, mfumo wa chakula, lazima tuanze kuzoea mfumo ambao Mungu alianzisha Edeni tukiwa hapa duniani. Turudie chakula cha asili kama vile mbinguni, kwamba watu hawatatenda dhambi, watu hawataiba, watu hawatasema uongo. Lakini pia kule mbinguni watu hawatakula nyama, hawatakula chipsi, hawatakula baga. Nakuta msabato amekomaa anakunywa bia na masoda. Kwa hiyo ni lazima tuishi maisha matakatifu
hapa duniani, tukijiandaa, tukijizoesha kuishi maisha ya mbinguni. Sasa wakati huu ndio wakati wa kupeleka dhambi zetu kwa nani? Kwa Kristo. Kwa ni lazima dhambi zetu tumkabidhi nani? Kristo. Kristo yuko pale, yeye ndiye anayehakiki majina yetu kwamba huyu Justini ameiba, amefanya toba. Kwa hiyo ninapokuwa nimeiba, mbele ya jina langu inaandikwa Justini ameiba. Nikiwa nimeungama, inaandikwa kwamba nimeungama. Sasa anayetuombea ni nani? Ni Kristo, kuhani mkuu Yesu Kristo. Huyu ndiye inatakiwa dhambi zetu tumpelekee yeye. Mlango wa rehema ukafungwa kwa kanisa la Mungu, ikafungwa kwako, ikafungwa kwangu. Ile dhambi mimi nitabaki nayo. Kwa kuwa nini? Kwa kuwa sikumkabidhi nani? Kristo. Sasa ni lazima wakati huu ambapo umebaki muda mchache, tujipeleleze, tujitafiti, tujichunguze. Je, kuna dhambi yoyote ambayo itanifanya mimi nifungiwe nje? Na hiyo dhambi utakapoambiwa na Roho Mtakatifu, basi ni lazima uitubu. Unapoitubu na kuungama, ile dhambi inakuwa imesitiriwa, uhesabiwi tena, umemkabidhi nani? Kristo. Kwa hiyo sasa ni lazima wakati huu tujichunguze. Kuna mambo ambayo tunafanya kana kwamba hatujui kwamba tunapelelezwa. Kila neno tunalotamka, kila jambo tunalofanya, kila wazo tunalowaza, malaika wa mbinguni wanaandika. Unakula nini? Unakunywa nini? Unavaa nini? Unalala saa ngapi? Na kama unalala saa 8 usiku, kwa nini unalala saa 8 usiku? Malaika wanaandika kwa uaminifu. Kwa hiki ni kipindi cha kujichunguza, Waadventista wa Sabato. Tujichunguze, ni kitu gani kitatufanya mlango wa rehema kufungwa kwetu? Ni kitu gani kitatufanya mlango wa rehema kufungwa kwetu? Sasa hukumu hiyo pelelezi inawahusu Waadventista wa Sabato tu. Pambano Kuu kurasa wa 396 aya 4 inasema, katika huduma ya mfano wale tu waliokuja mbele za Mungu wakiungama na kutubu, na ambao dhambi zao kwa njia ya sadaka ya dhambi zilihamishwa katika chumba cha patakatifu, walikuwa na sehemu katika huduma ya siku ya upatanisho. Kwa hiyo katika siku kuu ya upatanisho wa mwisho na hukumu ya upelelezi, kesi zitakazoshughulikiwa zitakuwa zile tu za wanaodai kuwa watu wa Mungu. Hukumu ya waovu ni kazi ya pekee na inayojitegemea na hutokea kipindi cha baadaye. Kwa hiyo tunajua kwamba hukumu hii ya upelelezi ilikuwa inafanyika kile kipindi cha nyuma. Wale waliokuwa wanakwenda kwenye lile eneo ndio walikuwa wanapelelezwa. Kwa gani? Walikuwa wanazunguka patakatifu. Wale Waisraeli walikuwa wanazunguka ile patakatifu. Na wale wageni wa Misri walioambatana na wale Waisraeli kwenye safari, na wao walijumuika kwenye lile kundi. Wale ndio walikuwa wanashughulikiwa. Kwa hiyo hata na sasa sisi ambao Mungu ametuteua kuwa kama watu wake, sisi ndio tunahusika katika hukumu hiyo upelelezi. Hukumu hiyo upelelezi haimuhusu Diamond, haimuhusu Papa, haimuhusu Trump, haimuhusu Elon Musk, nani, haiwahusu. Bwana nabii nasema hukumu hii ni kwa ajili yetu sisi kwa kwanza. Kwa nini? Kwa sababu mlango wa rehema utafungwa kwanza kwetu sisi. Ndio maana hukumu hii imeanza kwetu sisi. Tunaishi kipindi cha kupelelezwa. Mungu atusaidie tunaishi kipindi kizuri cha kupelelezwa. Yesu yupo karibu. Tusiwe watu wa kulelea dhambi. Shida yetu sisi wa Sabato tunalea dhambi. Tusiwe watu wa kulelea dhambi. Bwana apenda. Mungu akubariki. Karibu tena katika somo lijalo, sehemu ya pili. Amen.